Tanzania sasa ipo katika wakati wa kipekee na wenye uzito mkubwa wa kihistoria. Ni kipindi cha kusubiri, kutafakari na kujiuliza maswali magumu kuhusu mustakabali wa taifa. Wakati macho yote yakiwa yameelekezwa kwenye ripoti ya Tume ya Uchaguzi wa matukio ya Oktoba 29, 2025. Tume iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa inawasilisha ripoti yake Ikulu jijini Dar es Salaam. Viongozi mbalimbali, mabalozi pamoja na wakuu wa taasisi wanashiriki tukio hilo adhimu kabisa ambalo limepewa macho na masikio na Watanzania wote. Tunafuatilia tukio hili ambalo linaendelea mubashara, na haya ndio ambayo yameanza kuwasilishwa, awali yakiwa yamepewa uzito wa kipekee. Tuanzie katika vyanzo vya ghasia. Tume imebainisha vyanzo vitano na vichocheo. Kwa mujibu wa Jaji Chande ambaye anawasilisha muda huu mbele ya halaiki Ikulu, ametaja sababu za kisiasa ikiwemo madai ya tume huru ya uchaguzi, changamoto za kiuchumi, ajira ngumu, sababu za kijamii kama kukosekana kwa uzalendo kuwa miongoni mwa vyanzo vya ghasia za uchaguzi wa Oktoba 29. Kwanza, masuala ya kisiasa ikiwemo madai ya katiba mpya, maboresho ya tume huru ya uchaguzi, lakini pia masuala ya kijamii, ukosefu wa ajira, masuala maisha magumu na mazingira ya kibiashara na utitiri wa kodi. Jambo lingine ni masuala ya kijamii yanayohusisha mmomonyoko wa maadili na kukosekana kwa uzalendo na kutokushughulikiwa kwa madai ya rushwa, kupotea na kutekwa kwa watu. Jaji Chande ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio ya wakati na baada ya uchaguzi Oktoba 29, Jaji Mohamed Othman Chande ambaye amesema tume yake imetumia picha mnato 450 na picha mjongeo 880, yani video. Mwenyekiti huyo amesema picha hizo zilipatikana na kuwasilishwa na mashuhuda wa tukio, vyombo vya ulinzi na usalama na vyanzo vya wazi ikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Ingawa amekiri kwamba baadhi ya picha na video hizo zilikuwa ni za kughushi. Uchunguzi wa tume ulihusisha mikoa 11. Mwenyekiti huyo wa tume ya mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio ya wakati na baada ya uchaguzi Oktoba 29, Jaji Othman Chande amesema uchunguzi wa tume hiyo ulihusisha maeneo 202 katika wilaya 22 na mikoa 11. Akitaja mikoa hiyo amesema ni Dar es Salaam, Mbeya, Songwe, Mwanza, Geita, Arusha, Iringa, Dodoma, Shinyanga, Mara na Ruvuma. Hafla ya kukabidhi ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 inaendelea hapo jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wake Jaji Othman Chande anawasilisha tayari. Viongozi mbalimbali, mabalozi pamoja na wawakilishi wa taasisi na mashirika ya kimataifa wanashiriki tukio hilo wakifuatilia kwa kina kabisa mbashara tukio ambalo limeteka hisia na la kihistoria katika mustakabali wa taifa la Tanzania. Itakumbuka kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni mgeni rasmi katika tukio hilo aliunda tume hiyo ya uchunguzi wa matukio hayo baada ya uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 mwaka 2025 kukumbwa na matukio yaliyoweka historia, maandamano, vurugu, vifo na utumiaji wa nguvu kubwa kutoka kwa polisi. Hizi ni baadhi ya picha wageni mbalimbali wakati wakiwa wanawasili na wakiwa tayari wameshajaa katika ukumbi huo, viongozi mbalimbali, viongozi wa dini, mabalozi na viongozi wa kisiasa wakiwa wamewasili ama wakiwa ndani ya ukumbi huo. Picha ambazo zinaonesha picha ya jumla ambayo inaonesha ukumbi mzima, kwa maana full picture ya ukumbi, viongozi wa dini, mabalozi wakiwa wanasalimiana, watu mbalimbali, wanasheria. Haya ndio ambayo tuna yapata kwa sasa. Endelea kuwa karibu pamoja nasi, subscribe, like, comment pamoja na kushare taarifa zetu. Punde tutakuja na mwendelezo wa yale ambayo tume inaendelea ku breakdown ama kuwasilisha na kuwafahamisha Watanzania.